kuweza kupata nafasi ya kuchangia bajeti hii ya Wizara ya Afya. Lakini kabla sijaenda mbali, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina nia ya kuzuia mafungu japo kwamba sitoweza kuyaeleza kwa ufasaha yote kutokana na muda, lakini lengo ni kuzuia fungu kubwa la 008 P03. Hili Mheshimiwa Mwenyekiti, nitalizuia na nitalizuia kweli kweli. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, ni kushukuru na wewe pia kwa kiti chako kwa dua ya asubuhi. Dua yako nimeizingatia, kwa hiyo naomba maneno uliyoyasema hekima na busara itumike. Shafi anachangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli Wizara ya Afya kuna changamoto nyingi sana, na lazima tufike pahali tuwe wa kweli ndani ya baraza hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze na wafanyakazi. Kule Pemba wako wafanyakazi wasiopungua 32 waliletwa Zanzibar ama Unguja kwa lengo la kuja kupatiwa mafunzo ya wale watu walio na mahitaji maalum, wagonjwa wa akili. Cha kusikitisha, na hapa Mheshimiwa Waziri, ili unishawishi ni lazima uniletee majibu yaliyo sahihi. Hawa watu 32 pesa zao watalipwa lini? Mpaka dakika hii ninayozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, wamelipwa shilingi 540,000 tu. Wanazowadai Wizara ya Afya ni 1,180,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii si haki. Tena Mheshimiwa Waziri, majibu uje nayo mazuri yaliyosimama. Vingine ya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakutana kwenye kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Afya imekuwa na changamoto nyingi kwa kweli, na hususan baadhi ya watendaji. Tena cha kusikitisha zaidi, watendaji wakuu wa Wizara ya Afya sasa hivi wamefanya kana kwamba wizara ni ya kwao wao, wanahodhi mamlaka hata yaliokuwa si ya kwao. Why? Kwa nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba ukamate kalamu, nitauliza maswali ili uje hapa unijibu, ili makusudi nipate kushawishika kuachia mafungu haya. Siku zote najiuliza, mlizingatia vigezo gani kubinafsisha hospitali? Kwa nini isiwe kwa awamu? Munabinafsisha vitu hivi kwa pamoja, hatujaona changamoto zake. Tungeli, hata Mwenyezi Mungu alituambia oa wawili, ukiona kidogo maisha yamekwenda mazuri oa watatu, oa wanne, lakini sisi tunakwenda moja kwa moja kwenda kufunga buku. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii si sahihi. Lakini kwenye ubora wa huduma, Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna huduma bora. Kwenye matokeo ya wagonjwa baada ya matibabu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa napo pana changamoto kubwa, na kikweli tunatakiwa lazima tujitathmini vya kutosha. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nije kwenye suala la huduma. Kama nilivyotanguliza hapo awali, hospitali zetu zinajitahidi kujengwa, lakini
matokeo ya huduma yanakuwa mabovu sana, na kwa kweli inatupa changamoto. Kwa nini inakuwa katika hali hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, suala jingine ni suala la hospitali ya Abdallah Mzee iliyopo pale mkoani. Kwa kweli, Mheshimiwa, wafanyakazi wa pale wanafanya kazi zaidi ya masaa wanayotakiwa kufanya pale. Kwa mwezi wanatakiwa wafanye kazi zaidi ya masaa 160 samahani, lakini wanapitiliza, wanafanya zaidi ya masaa 180. Kwa kweli tunawachosha wafanyakazi, na kwa kweli hatuwatendei haki, na kwa ukweli hawawezi tu kusema, na husema pembeni wakinung'unika, kwa sababu unapozungumza ukasema, basi kuna mtu huku juu hachelewi kukupangia kitengo chingine au kukuondoa au kukufanyia hatua yoyote ya vitisho vile unavyovijua Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nikija kwenye huduma za kidigitali, je, wizara ina mpango wa kuhakikisha hospitali za wilaya ya mkoa zinatumia mfumo wa serikali baada ya mfumo wa sekta binafsi? Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo nalo Mheshimiwa Waziri akija naye pia naomba aniambie. Lakini ikiwa hilo halitoshi, Mheshimiwa Mwenyekiti, suala la nguvu kazi. Nguvu kazi, Mheshimiwa Mwenyekiti, yapo mambo mengi, kutokana na muda sitoweza kuyachangia. Lakini ni kanuni ipi inayompa mamlaka katibu mkuu kutangaza nafasi za kazi wakati kazi zile zimo ndani ya wizara na zinaendelea kutumika? Sababu katibu mkuu, kwa kweli lazima Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri muangalieni. Jana hapa alisifiwa sana, lakini kwa kweli ni mtihani na ni mzigo kwenye Wizara ya Afya, kwa sababu anafanya mambo kinyume na sheria. Kuna wafanyakazi zaidi ya 40, majina nayo, kawapangua, kawapeleka kule, wengine kawaondoa. Sababu gani? Hazijulikani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaongeza ufanisi, tunapunguza ufanisi. Hii si haki. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na muda na mimi na kiheshimu kile kiti, basi mimi naomba sasa niishie hapo. Lakini fungu 03 hapa P03, Mheshimiwa, hapa nitalizuia fungu hili na siungi hoja mkono mpaka pale Mheshimiwa Waziri atakapokuja na majibu sahihi juu ya haya ambayo nimeyazungumza. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru sana leo. Kanuni hukufungua. Mwenyezi Mungu akujalie heri. Asante sana.